Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu wetu aliye hai na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote na pamoja nasi sasa na hata milele. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo na libarikiwe, na Mungu wetu aliye hai na atukuzwe, kwa kuwa ufalme wake ni ufalme wa enzi yote, mamlaka yote, hata milele yote. Haleluya. Ni Zawadi Machibia na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari ambayo inaandaliwa na mchungaji Chris, inapatikana kwenye Rhapsody ya Uhakika au Rhapsody of Realities kwa Kiingereza. Rhapsody ya Uhakika ni tafakari inayosomwa na watu wengi baada ya Biblia. Tukizungumza namna hii, lugha 8100 na ushei 123 na kuendelea zimetafsiri au zimetafsiriwa, zimetumika kutafsiri tafakari hii. Kwa hiyo unaposikia kwa Kiswahili si peke yako. Kuna wengine wanasikia kwa lugha zingine, labda Kitwana hivi ama Kikosa ile Afrika Kusini. Kuna wengine wanasikia Kibelgiji, wengine wanasikia hata lugha zile nyingi zilizoko India. Jina la Bwana na libarikiwe. Karibu. Tafakari ya leo iliyoandaliwa na mchungaji Chris inasema sheria ya fungu maradufu. Sheria ya fungu maradufu. Neno la msingi tunalipata kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 21 mstari wa 17. Neno hapa linatuambia, lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda, kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Haleluya. Narejea tena mstari huu wa msingi ambao unapatikana kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 17. Hapa unatuambia, lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda, kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Basi katika ufafanuzi, mtu wa Mungu mchungaji Chris hapa anatuambia, wengi hawaelewi kile ambacho Biblia inazungumzia kama kanuni au sheria ya mafungu mawili, fungu maradufu. Kulingana na kanuni hii, tuseme mtu mmoja alikuwa na wana 6 ambao alitakiwa kuwagawia urithi wake. Alitakiwa kuwagawanya au kugawanya urithi wake katika sehemu 7 zinazolingana. Kila mwana angepokea sehemu moja, huku sehemu ya ziada au ile ya 7 alikuwa anapewa mzaliwa wa kwanza. Kwa mzaliwa wa kwanza kupewa sehemu hiyo ya ziada, kuna maanisha alipata fungu mara 2, fungu maradufu. Alipata mara 2 ya mafungu ambayo kila mtu alipata, na si kupokea mara 2 ya kile baba alichokuwa nacho. Sehemu 2 ni haki ya mzaliwa wa kwanza, alama ya urithi, ishara ya uongozi na urithi katika familia. Yeye aliyepokea sehemu 2 alikuwa mrithi na aliyetambuliwa kuendeleza mamlaka na jina la baba. Katika Biblia, Mwanzo 48 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inaonyesha jinsi Ruben, mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, aliyekuwa na haki ya kupata sehemu 2, lakini alipoteza haki hiyo kwa sababu ya makosa yake. Urithi huo ulihamishiwa kwa Yusufu, ambaye aliupokea kupitia kwa wanawe Efraimu na Manase. Hii ndio sababu kuna makabila mawili, Efraimu na Manase, waliopewa jina la Yusufu badala ya kuwa kabila moja tu. Kanuni hiyo hiyo ndio ambayo Elisha aliitumia alipomwambia Eliya, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako
na iwe juu yangu. Ukiangalia ile Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 9, Biblia tafsiri ya King James. Hakuwa akiomba mara 2 ya upako aliyokuwa nao Elia. Hilo lingewezekanaje? Badala yake alikuwa akiomba kurithi nafasi ya Elia ya kuwa nabii mkuu, kana kwamba sawa na mzaliwa wa kwanza miongoni mwa shule ya manabii. Wakati Elia alipotwaliwa juu kwa gari la moto, Elisha aliona jambo hilo likitukia. Vazi la Elia likaanguka na Elisha akalichukua. Akarudi mto Yordani, akauliza, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Na kuyapiga maji. Yordani, mto ule, iligawanyika kama ilivyokuwa kwa Elia. Mto uligawanyika kama ilivyokuwa kwa Elia. Wana wa manabii walipoona hayo, waliinama mbele ya Elisha na kutamka, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Ukiangalia Wafalme wa Pili sura ile ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Walitambua ya kwamba roho ile ile, ofisi ile ile ya kinabii na mamlaka ile ile sasa ilikuwa juu ya Elisha. Nitarudia huo mstari. Walitambua kwamba roho ile ile ya Elia, ofisi ile ile ya kinabii na mamlaka ile ile aliyokuwa nayo Elia sasa ilikuwa juu ya Elisha. Hiyo ndio maana halisi ya sheria au kanuni ya sehemu 2: kurithi mamlaka na nafasi ile ile, na si kuomba nguvu zaidi au upako mara 2 au upako maradufu. Hakuna kitu kama hicho. Tayari una Roho anayeishi ndani yako katika utimilifu wake. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa kunijalia ufahamu kupitia neno lako. Ninatembea katika ujuzi wa urithi wangu katika Kristo, nikitumia mamlaka na umiliki kama mrithi wako. Neno lako huniangazia njia yangu na kunifanya nitende kwa hekima na kweli, katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika tafakari ya leo tunayapata kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 34. Biblia inatuambia, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Pia katika Waefeso ile sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19, Biblia inatuambia, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Haleluya. Hii ndio tafakari yetu kwa siku ya leo, kama ambavyo tumepata mafundisho kutoka kwa mchungaji Chris. Ni mafundisho ya muhimu sana. Kwa miaka mingi watu wengi hasa Wakristo wamekuwa sema, Bwana naomba upako maradufu, Bwana naomba upako maradufu. Ni makosa. Katika Agano Jipya, kwa kuwa tunaye Roho Mtakatifu, kumbuka siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipokuja kwetu hakuja kwa kipimo maradufu, labda mara hivi au mara, hapana. Alikuja kwa ukamilifu wake wote. Ndio maana hapa tumeambiwa kwenye Yohana 3:34 kwamba kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi roho, huyu ni Roho Mtakatifu, hamtoi roho kwa kipimo. Kwa hiyo tumepata somo zuri, kwa sababu miaka mingi watu wamechanganya
Wakati Elisha anamwambia Elia naomba roho maradufu, wanadhani ilikuwa ni kipimo cha kwanza alafu na cha pili. Hii ni nafasi ya uongozi anayopewa mtu anayerithi kwa nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Na hapa tumefafanuliwa vizuri kwamba ni ofisi ya kinabii, ofisi ya uongozi, ofisi ambayo unachukua nafasi. Labda baba anapoondoka, anafariki ama na hivi, mtu anaachiwa nafasi ya kuongoza ukoo, kuongoza familia, kwa sababu anashika nafasi ile ya mrithi ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo inapokuja suala la kuwa na roho wa Mungu, mstari wa mwisho mchungaji Chris ametuambia hivi: hii ndio maana halisi ya sehemu mara mbili, kurithi mamlaka na nafasi ile ile, na si kuomba nguvu zaidi au upako mara mbili. Hakuna kitu kama hicho. Anasema tayari una Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako kwa utimilifu wake. Yaani Roho wa Mungu anapokuja kwako haji roborobo, nusu na hivi, maradufu na vile, hapana. Amekuja kwako kwa utimilifu kabisa. Kwa hapa tunasema kwamba tupate kujua upendo wa Kristo upitao ufahamu wote jinsi ulivyo, na tupate pia kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu, na hivyo ndivyo tulivyo. Haleluya. Basi karibu kwa Bwana Yesu kama hujampa maisha yako, na kuongoza kwa sala hii ili ufanyike mwana wa Mungu. Sema maneno haya kwa dhati ya moyo baada yangu. O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na kwa kinywa changu ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Kuanzia hii leo ninapokea kwa imani katika jina la Bwana Yesu uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Kama umesema sala hii, hongera sana. Karibu katika ufalme wa wana wa Mungu, na kuombea Roho Mtakatifu akutie nguvu na kukufundisha zaidi mambo yote yanayohusu ufalme. Tuandikie ukiwa na ujumbe, ushuhuda, alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.